Kitabu cha Wakorinto wa pili, mlango wa pili, kichwa cha somo la leo kinasema usiwahuzunishe wale wenye kukufariji. Usiwahuzunishe wale wanaokupa faraja. Tumekwisha kusomewa mistari 17 ya kitabu cha Wakorinto wa pili, mlango wa pili. Ambayo hoja kubwa tunayoiona ni jinsi, msikiliza vizuri ndugu. Lakini ni jinsi ya kuishi maisha. Hii sio somo la kusikiliza na kuliweka pembeni, utalihitaji hili tunahitaji kila itwapo sasa. Jinsi tunavyoishi pamoja. Mungu amemuumba mwanadamu akamweka katikati. Mwanadamu ni social being. Ni kiumbe ambacho ni chaki. Huwezi kaishi. Ndio sababu mtu kwa mfano akifungiwa sehemu ya peke yake ni adhabu kubwa sana, kwa sababu anakuwa hana mawasiliano. Ni binadamu ameumba ili kusudi aweze kuhusiana na wenzake kwa namna tofauti tofauti. Kwa hiyo hoja ya somo la leo kubwa ni jinsi ya kuishi pamoja. Tunapoishi pamoja binadamu katika hatua yote, iwe ni kanisani, washirika wa eneo moja, iwe ni kwenye familia, iwe labda ndani ya familia kuna watoto, ndugu na ndugu wa pamoja, labda wazazi wenyewe, baba, mama, ndugu wengine, wazee, wote waliopo pale, jinsi ya kuishi pamoja. Tutakoseana. Lakini vile vile Mungu anataka tutasameheana. Na kuna adhabu zinatakiwa zifanyike pale mtu anapokuwa yuko tayari kubadilika. Lakini yote katika yote, kwa sababu wote ni wakosaji, jinsi ya kuishi pamoja katika hatua yote, au iwe ni eneo la kazi, labda ni eneo la makazi yetu, labda ujirani wetu, jinsi ya kuishi pamoja. Hao ndio ambao Mungu amewaleta kwenye maisha yetu, hao wanaotuzunguka, ili kusudi wawe faraja zetu. Ndio faraja. Kwa sababu mwanadamu atapitia katika hali fulani ya majonzi na masikitiko na makwazo katika namna moja au nyingine. Sasa Mungu, of course, faraja yetu kubwa ni Kristo. Faraja yetu kubwa ni Kristo. Kusoma katika Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 3, Mungu anamwambia Ibrahimu, anasema mimi ndio I am your greatest reward. Mimi ndio kama thawabu yako kuu. Yaani mimi na wewe kwanza. Lakini pia alikuwa na Sara. Alikuwa na ndugu. Biblia inasema walifika watu kama 318 waliokuwa wazalia kwenye familia yake. Hao ndio wanaotupa faraja. Kwa hiyo Biblia inatuambia, somo la leo linatufundisha kwamba wale watu ambao Mungu ameweka katika maisha yetu katika hatua tofauti, tuhakikishe kwamba hatui sababu ya wao kuhuzunika, wakati ndio wanaotakiwa kutufariji. Yaani anasikia somo hili. Imeandikwa. Tukianza kumstari moja tutausikia. Kwa mfano, wewe ni mme, faraja yako labda ni mkeo, labda ni watoto wako, wewe ni baba. Usiwe chanzo cha wao kwa kadri inavyowezekana wao kukaa katika huzuni wakati ndio walikuwa wanatakiwa kufariji. Ndio sio? Wewe labda ni bibi, babu, una wajukuu zako, labda una watoto wako na ndugu na wengi. Hao usiwe chanzo cha wao kufanya nini? Cha wao kuhuzunika. Usiwe chanzo cha wao kuhuzunika. Sio chanzo cha wao kuhuzunika, ili kusudi wasije wakawa huzuni au wakahuzunika. Kwa nini tutengeneze huzuni wakati tunatafuta faraja? Of course faraja zitakuja na huzuni zitakuja, lakini zisiletwe hivi ili mradi tu zimekuja. Yaani kwa pamoja hii inakuja katika nini? Jinsi tunavyoongea. Hivi inakuja katika nini? Jinsi tunavyoraumu. Jinsi tunavyo fanana usoni. Wewe ukitaka watu wawe na huzuni, kaki huzuni utawaambukiza huzuni yako. Nani kwa pamoja na mimi?
Tuchangamke. Wewe huzuni haina ubaya, inaweza ikaja. Na Biblia inasema huzuni ya moyo, huzuni ya uso ni furaha ya moyo. Lakini sio maisha ya kila siku. Ni kama kufunga. Tunapofunga kuna namna ya kutengeneza, lakini hatuwezi tukaishi tumefunga maisha yote. Mungu ametubariki kusudi tuweze kula. Lakini kuna wakati wa kufunga. Kuna wakati wa huzuni, lakini tusiite huzuni ikajaa pale kila siku. Nani anasikia? Na kama Mungu ananena na wewe, ninakuomba leo hii kweli kabisa uweze kubadilika katika hilo eneo lako. Jinsi tunavyoongea, jinsi tunavyokunja uso, wakati mwingine ukikutana na mtu labda ni mtoto anakusalimia anasema shikamoo, tabasamu kidogo mbele marahaba. Onyesha katabasamu. Kanampa furaha kweli kweli. Kwa sababu huyo ndiye kwa mfano asingekupa ile shikamoo ungefurahia au ungekuwa na huzuni. Alafu tunamjibu vibaya. Kwa hiyo tunaangalia somo hilo, nilikuwa natoa tu utangulizi na msingi na kuelewa ni nini, lakini neno litaenda sasa kudodosa kila kipengele. Nani kwa pamoja na mimi? Kama rejea tu, hiki kitabu cha rejea tu fupi sana. Kitabu cha Wakorintho wa pili ni kitabu ambacho tunaona kina dhima kuu hasa kama 3. Ziko nyingi lakini kubwa zinazoonekana. Moja, habari za utumishi, ministry, kumtumikia Mungu. Na utumishi unakuja sambamba na hali kama ya mapito. Mapito, majaribu, wakati mwingine mapigo, au kuyaishi maisha ya uchamungu katika dunia hii. Wewe mwambie, Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 12 anasema na yeyote atakayetaka kuyaishi maisha ya utauwa atateswa, ataudhiwa. Kwa hiyo hali ya mateso, hali ya mapigo, hali ya huzuni inaweza ikaja. Sasa kuna watu ambao Mungu anakuwa amewaandaa kusudi waweze kuweza kutuondolea huzuni zetu, kwa faraja. Sasa hao ambao Mungu ameweka katika maisha yetu ndio tufanye nini? Tuwatie moyo kusudi waendelee kuwa faraja kwetu. Nani kwa pamoja na mimi? Wewe kwambie hili somo linawaangalia sana ninyi watu wazima. Ndio la kwanza kabisa. Kuna somo unakuta hili linawaangalia watoto. Nilishahubiri habari za watoto mara ngapi? Mara nyingi, si ndio? Lakini kuna somo la watu wazima. Na sio mimi, ni Kristo. Sio mimi. Leo utaona vipengele viwili. Tumegawa ile mistari 17 katika vipengele. Kusudi tuweze kuvielewa vizuri. Mimi kwanza kinasema usiwahuzunishe wafariji wako. Watu wanaofariji. Ndio hoja kubwa. Mstari 11 ya kwanza. 1 mpaka 11. Hapo mistari inayofuata pale kuanzia 12 mpaka 17 inatuambia habari za manukato ya uzima na harufu ya mauti. Hivi ambavyo havikushikana sana na hii habari ya faraja, lakini ukiwa hoja zote za Mungu zimeshikana. Tunapokuwa wachanga katika kweli, katika neno, tunaweza kuona hivi vitu havijashikana. Lakini nakwambia harufu nzuri inakupa kuchangamka au inakupa kuhuzunika au kukunja uso. Hapa haongelea ile harufu ya manukato kwa maana labda ya perfume. Anaongelea ule ujumbe wa Kristo katika maisha yetu. Anataka kusema hapa ni kwamba injili ambayo ndio inawaunganisha hawa. Maana huu muunganiko tulikuwa tunaangalia katika muktadha wa neno la Mungu na ushirika na utumishi. Lile neno linaweza likawa harufu nzuri au likawa harufu mbaya. Kutegemea ni upande gani mtu amesimama. Wewe mtu kimwambia kwamba Yesu Kristo anaokoa, wakati mwingine linamuudhi sana na tamani asisikie habari za Yesu Kristo kuokoa. Kwa nini? Anakuwa amesimama upande wa giza. Inakuwa harufu mbaya ya mauti. Kwa sababu anajua kwamba siwezi nikaokoka, sawa hajataka anaona hayuko tayari kumwamini Bwana Yesu Kristo. Na ndio chanzo cha injili wakati mwingine kuwa nini? Kuwa adui wa wanadamu. Injili haipendwi na walio wengi. Hata sisi wenyewe kimsingi kuchunguza na kukuta tunaipenda kidogo.
lakini imetupasa kuipenda sana. Ni harufu ya manukato. Kwa wengine inaonekana harufu ya manukato, kwa wengine mimi kwa mfano nikisoma kitabu cha Ufunuo kile chenye milango 22, habari za mapigo yale na nini na Yesu Kristo atakuja mara pili, kabla ya kuja kwake atakuja kupinga Kristo, vile vitu. Mtu mwingine akimvisikia anaona ni kama moshi tu kwenye mapua yake. Yaani anaweza akamliza, yaani au akatamani. Lakini mimi nikisoma yale nasikia raha. Kwangu ni manukato, yeye anasikia moshi. Unajua harufu ya perfume nzuri. Unasikia unatamani uendelee kuinusa. Lakini harufu ya moshi tena wa ile miti mikali unaweza ukapiga chafya. Ndicho anachoongelea. Unaweza sasa hivyo nini? Ni habari za kuhuzunika na kufurahi. Ni ile habari za huzuni na kutokuwahuzunisha wale wanao fariji. Pengine cha kwanza kinasema usiwahuzunishe wafariji wako, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Mstari wa kwanza anasema lakini nafsini mwangu, huyo ni Paulo, na alikusudia hivi, nisije kwenu tena kwa huzuni. Huzuni ni nini? Ni majonzi, ni masikitiko, ni kutokuchangamka. Yale tulikuwa tunasema. Anasema mimi bwana sitaki kuja kwenu na huzuni ili kusudi niwaambukize huzuni yangu. Leo. Wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe babu, wewe bibi, yeyote yule, usiwaambukize watu huzuni zako. Amen. Kristo hajasema hivyo. Kabisa. Usifanye hivyo. Kwa sababu haya maneno nimeyatoa kichwani mwangu au nimeyatoa kwenye neno la Kristo? Neno la Kristo. Wewe hakuna siku idadi kiwango kikubwa cha pesa ulicho nacho, kiwango cha vyakula ulivyokula, kiwango cha vyovyote ulivyo navyo kitakachokuwa ndicho chanzo cha furaha. Jifunze Paulo anasema nimejifunza kuishi katika hali zote. Wafilipi 4 pale. Anasema niwe kwenye njaa hainitesi sana. Yaani njaa yangu hainifanyi ni watu wengine wakose amani. Shibe yangu vile vile hainifanyi ni wadharau watu mpaka unajua kuna mtu anaweza kashiba mpaka ukatamani angekuwa na njaa. Anasema maskini akipata matako yanalia mbwata. Unatamani bora yani anaenda na kama ni kulewa atalewa, kama ni kutokana si hela anayo eti siku hiyo. Kwa hiyo tujifunze kuwa katika hali zote. Paulo anasema nilipokuja sikutaka nije tena kwa huzuni. Nimejifunza somo moja kwa anasema ni kama anasema nimejifunza kwamba nikija na huzuni na ninyi ninawahuzunisha. Kwa hiyo tunazalisha huzuni, tunaambukizana huzuni. Ngoja niwaulize, ninyi mnaokaa na mimi muda mrefu, nimemwambukiza nani huzuni? Hapana, kila wakati nakwambia changamka. Na mimi naishi hivyo. Je, ni kwa sababu mambo yangu yanakuwa yamenyoka muda wote? No. Wakati mwingine naweza kama gani kasema okay, huyu labda kapungukiwa tu fulani, labda kuna kahuzuni. Kama na kajitu fulani nampa kadogo ili kusudi naye kamchangamsha. Huko niko mpe kitu mtu kinamchangamsha. Lakini zaidi sana mpe moyo wako. Maki mtu anaweza kukupa kitu kwa moyo mbaya, badala ya kile kitu ile zawadi ikabadilika ikawa harufu mbaya badala ya kuwa manukato mazuri. Kwa jinsi alivyokupatia kama anakusimanga. Amina. Ndio ameandikwa huko. Hili ndilo neno. Hilo ndilo neno. Tusome mstari wa pili. Anasema hivi. Maana. Kwa hiyo anasema mimi bana nilisema nisije kwenu. Na hii ilikuwa imeungana na mlango wa kwanza ulipoishia. Alisema sikutaka kuja kwenu kwa wakati huu, nikaona tu niwaandikie barua. Ili kusudi itangulie kama vile kuwa unajua barua inaweza anasema nayo iliwatia uzuri anasema. Lakini kuliko angalau mtu anakuja amekukunjia mauso kabisa. Jamani tuangalie nyuso zetu. Tujifunze. Unajua ngoja kwambie tabia njema zote
zinafunzwa. Hakuna tabia njema ya kuzaliwa nayo moja kwa moja. Na kama umezaliwa nayo unaichochea. Unaichochea. Na sio kusema kwamba namsema mtu yote, hapana. Ninasema hali inayotukumba wote. Tunaweza kutofautiana kiwango. Mwingine akawa yuko juu katika tatizo hili, mwingine akawa chini katika, lakini yote katika yote matatizo yanatuangalia wote. Na tunatakiwa tushinde wote. Nani yuko pamoja na mimi? Sasa napenda sema maana mimi nikiwatia huzuni, basi ni nani anifurahishaye mimi ila yeye ahuzunishwaye nami. Anasema sasa kama nimekuja kwa huzuni, na maana yake nitawaambukiza huzuni yangu. Sasa ni wakati nani sasa atakayenifurahisha? Nani atakayenitia faraja? Wakati wale waliokuwa wanifariji ni tayari nimewahuzunisha sasa. Wewe hapa hamaanishi kwamba tufuge dhambi. Sehemu nyingine tunaweza kusoma katika kitabu cha Efeso. Hakiko mbali na hapa tunaposoma. Na tulisha kisoma hicho kitabu. Anachosema mlango wa 4 mstari wa 20 na 9 nadhani pale. Anasema speaking the truth in love. Kusema kweli lakini katika upendo. Kurekebisha katika upendo. Sio katika kusimangana. Ndio. Na hili linatuangalia wazazi. Na wazazi inamaanisha wazazi waliozaa watoto, wazazi wa wazazi wao, wote ni walezi. Unaweza kuona mtoto ukamrekebisha vibaya bila kuonyesha upendo. Kitu ambacho ni nani asiyetaka kupendwa? Hebu niambie nikuombee Mungu ukose upendo mwezi mzima. Tarehe 1 mwezi wa 4 mpaka tarehe 30 mwezi wa 4 ukose upendo uonje maana ya kukosa upendo. Wote tunapenda upendo, si ndio? Kile tunachotaka tufanyiwe, tuwafanyie na wengine. Hiyo inaitwa golden rule. Kanuni ya dhahabu. Inapatikana katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7. Yesu anafundisha mlango mstari wa 12, inapatikana katika kitabu cha Luka mlango wa 8 mstari wa 31. Amen. Na lazima tuwe tunajua maneno ya Mungu yako wapi. Maana sikuwa nimepanga kwamba leo nitaenda kufundisha golden rule. Nikaandika hapana. Lazima iwe inajulikana kwa kadri inavyowezekanika. Inavyowezekana sijui. Mstari tusome sitaenda huko kwa sababu ya muda. Ili somo nataka nipunguze mistari, niongeze msisitizo. Mstari itakuwa mingi lakini msisitizo ni mkubwa. Kwa hiyo nitatoa mifano sehemu mbili lakini sitaenda kuisoma. Nitaeleza tu kwa sababu kwa neema ya Mungu napajua. Ukisoma katika Yohana mlango wa 17 Yesu alipokuwa anaagana na wanafunzi wake, mlango wa 18 nikamatwa. Anasema anamuomba baba yake, anasema hawa ndio walikuwa ni faraja yangu na mimi ninakuomba ninapoondoka huzuni imewajaa, basi baba uhakikishe kwamba huzuni yao umesimama nao katika huzuni yao. Kwa sababu ndio walikuwa wananifariji. Na kuomba kama walivyokuwa kufaraja yangu na wewe ukawe faraja yao. Nafikiri mfano mzuri wa kujifunza ni kwa Kristo au kuna mwingine zaidi. Mstari Luka 22:28 na 29 Yesu anawaambia kina Petro anasema ninyi mmedumu pamoja nami katika taabu zangu. Anasema kwa sababu hiyo anasema baba yangu anawawekea ufalme. Anasema mtakula na kunywa mezani pangu katika ufalme wa baba yangu. Unaona kwamba walikuwa ndio faraja yake. Tutakuja kuona baadaye Paulo huko mbele anasema nilienda Troa, nilipofika kule sikumkuta Tito. Rafiki yangu, ndugu yangu. Lazima nikapata huzuni kubwa sana. Hawa ndio wafariji wake. Nani wako pamoja na mimi? Tujifunze. Wewe waambie neno kama hili kama haliwezi likakubadilisha, utakaobadilika hata kufika mbinguni. Utawake hivyo. So ni neno la Kristo as it is kama lilivyo. Kwa hiyo tunaona Kristo mwenyewe katika taabu zake anajaribu kuambukiza
wewe mwambie faraja ni nzuri tunapokuwa ndani ya faraja, lakini tunahitaji zaidi sana faraja wakati wa mapito na majaribu na adha na dhiki na tufani za maisha na tufani za maisha adha mbalimbali adha mbalimbali. Ngoja niulize, katika ugonjwa unahitaji nini? Nini? Faraja. Aya, tuambieni akina mama ambao mmeshawahi kuwa na watoto au labda mmeshakuwa na mimba, wakati una mimba unatakiwa upate nini? Faraja. Wakati wa kuumwa, faraja. Wakati wa mashambulizi mbalimbali, faraja. Hemu tujaribu kuwa na faraja kwa watu ili kusudi wale na wenyewe wakawe faraja kwetu. Amen. Mstari wa 3 anasema nami na aliwaandikia neno lilo hilo ili nijapo nisitiwe huzuni na wale ambao ilinipasa kunifurahia nikiwatumaini ninyi nyote kwamba furaha yangu ni yenu nyote pia. Wewe furaha yangu, furaha yako, furaha ya yule inatakiwa furaha ya mtu mwingine. Na ndivyo ilivyo. Watu tunaokaa nao wakifurahi na sisi tunafurahi. Watu tunaokaa nao wakihuzunika na sisi tunahuzunika. Ukiona hayaendi sambamba, basi ujue hamko pamoja popote. Kabisa. Ukiona mtu yuko kwenye huzuni zake, wengine hawako kwenye huzuni, basi ujue hawako pamoja. Anaweza tuambukizana. Kwa hiyo Paulo anasema huko nyuma kwenye mlango wa kwanza mwishoni anasema niliacha kuja kwenu. Nilikuwa nije lakini nikaahirisha. Nisije nikawakuta katika hali ya mazozano na nini, nikaona niwatangulizie waraka. Wewe mwambie Kristo anatangulizia waraka, angekuja yeye mwenyewe hapa au siku atakapokuwa anashuka, mambo itakuwa ni kutafutana kweli kweli. Itakuwa mtafutano. Anasema neno hili litangulie litutengeneze. Wewe mwambie hili neno ambalo tunalisoma leo, tunalisoma kila itwapo leo, litutengeneze ili kusudi Kristo ajapo tusikutane naye katika hali ya huzuni. Biblia inasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona na hao waliomchoma na mataifa yote ya dunia wataomboleza na amina. Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 7. Maana nini? Ilitakiwa tutengeneze. Anasema kuna wimbo tumekuwa tunaimba, sikumbuke ni upi. Anasema atakapokuja Kristo utakaposhuka sitaogopa. Kwa sababu tayari tulishatengeneza na Kristo. Na hatutengenezi. Hiyo ni habari nyingine. Ningeingia katika doctrine ndefu kidogo wakati bado nina maandiko mengi ya kuhubiri. Hiyo tutaisema siku nyingine. Wacha mstari wa 4 anasema maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo na aliwaandikia na machozi mengi, si kwamba mhuzunishwe bali mpate kujua upendo wangu nilio nao kwenu jinsi ulivyo mwingi. Wewe ngombe wakati mwingine mzazi anaweza akawa katika hali ya majonzi na machozi na huzuni, akijaribu kufanya nini? Kumtengeneza mwanae ili kusudi asije akawa akapotoka akapotea. Paulo anasema nilitakiwa nije sikuja ili kusudi mambo yasije kama mabaya, nikatanguliza waraka. Anasema wakati naandika ule waraka nilikuwa ninalia kwamba hili nalo linawaendea, lakini imenibidi wakati mwingine imetupasa wakati mwingine huzuni itakuja kwa sababu ya dhambi. Ngombe hakuna furaha katikati ya dhambi. Dhambi inapokuwa imejaa na kufurika na kuendelea kujirudufisha kuwa nyingi zaidi na kuongezeka, vovote vile utakapotafuta furaha utaikosa. Lazima kuwepo na huzuni. Lazima kuwepo na huzuni.
Anasema maneno ya kahaba ni matamu kama asali, ni laini kama mafuta, lakini mwisho wake ni machungu kama pakanga. Hiyo inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 6. Kwa maana kwamba na huu ni mfano tu wa dhambi moja wapo. Na Paulo anasema ili kanisa lili Wakristo tulivyo. Wakristo zaidi. Nakwambia Wakristo wa leo ni wabaya kuliko wa Korinto. Sisi wa Korinto wasiotainiwa mioyo. Anasema pamoja na kwamba sikutaka niwahuzunishe, lakini ili nibidi niwaandikie vitu vilivyokuwa kidogo vigumu kwangu, nikalazimika kulia machozi wakati nashusha yale maandiko. Nisome ule mstari tena. Mstari wa wewe wakati mwingine unaweza kufanya kitu ambacho ungetamani usifanye, lakini kwa ajili ya kumponya, kwa ajili ya kumrekebisha, kama ni mtoto wako, kama ni mshirika mwenzako, kama ni mjukuu wako, kama ni mtu yote, hata wakati mwingine kama ni marafiki wako. Ndio. Au yote ambayo unamjali. Usiyemjali huhangaiki na kumtengeneza. Kwa hiyo hii wazazi hawajali watoto. Kwa hiyo hashughuliki kabisa na kumtengeneza yule mtoto. Kwa hiyo hizo zinazoitwa huzuni hazitaonekana. Itaonekana ni vicheko tu. Ni kwenda kula misosi na kuenjoy watu wakati wanaendelea kuharibika. Naomba haya maneno naambia ni kweli tu. Kama ningekuwa naongea maneno yangu na kuhakikisha ningekudanganya. Haya maneno sio ya kwangu. Hata moja. Twende katika mstari ule wa 5 anasema. Mstari wa 5 anasema, lakini iwapo mtu amenihuzunisha hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu nisije nikalemea mno, amewahuzunisha ninyi nyote pia. Anataka kusema ni kwamba kunapotokea unapokuwa na huzuni, mtu labda ni huzuni, kuna huzuni za kweli na za uongo. Kuna huzuni fake. Hata vyote vile ile huzuni itawafikia na wengine. Paulo anasema iwapo niwahuzunisha, iwapo mtu amenihuzunisha, hakunihuzunisha mimi tu. Anasema mtu mmoja anaenda anamhuzunisha Paulo, mlezi wao kiroho. Anasema haiishii kwangu na ninyi wengine mtahuzunika. Mwambie dhambi inaenea. Huzuni inaenea. Vile vile na furaha inaenea. Ndio. Tujifunze kueneza furaha, tujifunze kueneza kama ni huzuni iwe ni huzuni. Baadaye tutakuja kuona kwenye mlango wa 7, anasema kuna huzuni za aina mbili. Kuna huzuni ya kidunia na ya kimungu. Huzuni ya kimungu inaleta toba. Huzuni ya kidunia inaleta hukumu. Mtu anakuwa anahuzunika kwamba ameshaaibika tayari au naenda kifungoni, sio kwa ajili ya kuogopa toba, tafuta toba, ni aibu. Kwa hiyo huzuni yote itakayokuja hasa hii itaenea. Tutafute ile huzuni, kama ni huzuni ya kimungu iwe ni huzuni, lakini zaidi sana tutafute furaha ya Mungu wetu. Vyote vinapatikana kutoka kwa Kristo. Mstari wa 6 anasema yamtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Ni mstari wa 6. Naomba nifafanue tu peke yake. Anasema kuna mtu waraka wa pili wa Korinto ulikuwa ni maendelezo wa waraka wa kwanza. Mimi waraka wa kwanza nakumbuka kitabu cha kuhubiri pia mlango wa 5 huwa kuna mtu anatakiwa atengwe, na anasema ni mfano tu wa mtu mmoja, lakini kanisa lilikuwa limejaa na watu wa namna hiyo. Na mlango wa 6 anasema walikuwa watu wachafu, anasema wanyang'anyi waondoe katikati yenu, watamanifu, wazinzi, waasherati, waongo, vitu kama hivyo. Anasema wanaleta huzuni na mganyiko katikati yenu. Anasema wakiwaletea huzuni na mimi wananihuzunisha, kwa sababu wanalichafua. Anasema alitumia mfano neno moja huko nyuma. Anasema donge, anasema anatumia neno hamira, chachu ndogo huchachua donge lote.
kahuzuni kadogo kanaenea kanawahuzunisha wote. Anasema sasa yule mtu kwa sababu alikuwa alinihuzunisha mimi na ile huzuni ikawaambukiza ninyi mkajikuta mmegawanyika. Ni sindicho anachosema. Mstari ule wa 6 ni kidogo unahitaji ufafanuzi. Anasema yamtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Mtu anasema mara nyingi mtu akileta kitu cha kukwaza labda nini na ndio huzuni zinaingia huko. Anatakiwa apewe adhabu. Sio abembelezwe. Au wakati mwingine apewe adhabu lakini katika lengo la kumbadilisha, kumrudisha katika njia sahihi. Anasema huyo mtu niliwaandikia mumtenge lakini ile adhabu imemtosha sasa inatakiwa asamehewe arudi kundini. Amen. Watu tunapokuwa tumekoseana si vibaya kupeana aina fulani ya adhabu. Kabisa. Lakini mwisho wa adhabu ni kusameheana. Mwisho wa adhabu ni kusameheana. Anasema hiyo adhabu inamtosha msiendeleze. Yaani wewe unaweza ukakutana na mtu anaenda unamfanyia kosa leo linamaliza wiki halijasamehewa. Liko pale pale. Wewe Biblia inasema kila tunapoamka asubuhi tufute mafaili ya jana. Mafaili yaliyokuwa na huzuni, na chuki, na masikitiko. Yaani rahisi sana hapana, ni Kristo ameongea, sio mimi. Ni kazi sio nyepesi lakini imetupasa hivyo anyway. Anasema fadhili za Bwana anasema ni mpya kila asubuhi. Asubuhi tunaanza upya. Biblia inasema katika kitabu cha Efeso mlango wa 4 sasa ngapi? Ndio ule wa 29. Ni umo anaongelea. Anasema au 27. Anasema 27 mpaka 27. Anasema hasira zetu jua lisikuchwe tukaingia usiku na hasira za mchana. Aliyesema ni nani? Ni Kristo. Tungetamani tuzibebe mpaka mwisho. Na Mungu anasema zikifika giza likaanza kuingia tu futa mafaili kusudi asubuhi waanze upya. Sasa kila siku inajitosheleza kwa nini? Kwa madhara yake au kwa mabaya yake. Kwa maovu yake. Kwa sababu tukitunza ni kama chakula. Hivi nikuulize ukiwa na chakula cha Jumatatu kikaenda mpaka Jumapili na cha Jumanne kikachanganya utakuwa salama panya sio utaongezeka? Ondoa mavyakula ya zamani. Na nguo vile vile hakikisha kwamba hatuna manguo ya zamani yaliyochafuka yanayosubiri ambayo hatakayatumika. Tuyaondoe. Unaweza kukuta kuna mtu ile nguo ambayo mimi sihitaji mwingine anahitaji au ambayo mwingine hahitaji mimi nahitaji. Lakini zaidi sana jinsi ya kuondosha vitu vya kale hasa vile ambavyo ni mizigo. Nani mwenye kusikia haya? Ninawaambia leo niko na Kristo tupende nitapambana nayo na mimi. Kila mtu ana mzigo wake. Na mimi nahangaika na mzigo wangu. Kila mtu ana wa kwake kabisa. Mstari wa 7 anasema hata kinyume cha hayo ni afadhali mumsamehe na kumfariji mtu kama huyo asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Hoja ni ile. Nasema kwa sababu tayari tulishampa adhabu. Kwa sababu tayari washani adhibu, basi wanisamehe. Nisije nikapitiliza huko. Nije kapitiliza. Wewe niulize. Kristo anakusamehe kiasi gani? Au hana alichokusamehe umekamilika? Kristo anatusamehe sana. Ndio kwa sababu na ndio akaamua aiweke kabisa kwenye atufunge kwenye ile sala baba yetu mlango wa 6 kitabu cha Mathayo 11 Luka. Anasema utusamehe makosa kama tunavyowasamehe na wengine. Ili kusudi kama usamehe anayasi kusamehe. Yaani aliweka humo ni kama kamtego. Sio kama ni kamtego kabaya lakini ni kama kaangalizo kwamba jinsi unavyomsamehe yule ndivyo na mimi nitakavyokusamehe. Ukimsamehe 0% na kusamehe 0%. Ndicho Biblia inachosema.
Bwana anasema huyu mtu ambaye mmeshampa adhabu msiendelee sana. Fika wakati mseme basi bwana imetosha mrudi. Wewe ni ndugu yetu. Mstari wa 8 anasema kwa hiyo na wasihi kumthibitishia upendo wenu. Hii haitaji hata kuhubiri iko clear. Kumthibitishia mtu upendo wake ni kumpa tabasamu. Ni kumuongelesha vizuri. Unajua kuna binadamu tuna visirani. Ipo tu. Na kisirani kinaanza kisirani. Kisirani tunasema nini? Ugubu. Yaani amani inakuwa ni hasara ni kama kikwazo. Ni kama kikwazo. Neno la Mungu linatutaka kwamba nasikia. Mimi nasema ambayo nimetumwa. Neno la Mungu linachotutaka ni kwamba tutafute amani. Tutafute kinyume cha huzuni ni furaha kutokuwa katika mazingira ya huzuni. Hata kisayansi nilishawafundisha sayansi kwa sababu huzuni inaleta hormones mbalimbali za mwili. Kuna vitu vinaitwa catecholamines. Kuna vitu vinaitwa cortisol. Hivyo vitu vyote vina tabia ya kwenda kula au kupunguza au ku break down au kuvunja nani za mwili, sehemu mbalimbali za mwili, labda inaweza kukaa katika seli za mifupa, seli za nini zinafanya ile mifupa idhoofike. Pamoja kwamba mtu mwingine inamtesa kiroho lakini yule inamtesa kimwili. Na watu wengi huwa wanashauriwa kwa mfano mtu akishakuwa na ugonjwa kama wa moyo, anashauriwa kwamba hakikisha kabisa kukai katika mazingira yenye kukuhuzunisha kwa ajili ya moyo wako. Tafuta of course huzuni ina nafasi yake kabisa. Ile inaitwa positive psychology ni ya uongo. Ambayo baadaye kishashindikana watu wanaishia katika kwenda kunywa pombe angalau anailazimisha kwa kemikali. Hapana. Biblia inasema huzuni ya moyo ni huzuni ya uso ni furaha ya moyo. Lakini sio ya kuishi humo. Mfano niliotoa ni uzuri wa kufunga. Kufunga ni kuzuri lakini ukifunga muda mrefu utadhoofu na unaweza kufa vile vile. Amen. Ile huzuni ije kama mfungo fulani. Baada ya ngoja niulize nani ambaye anafunga siku nyingi kwa mwaka unafunga siku 100. Katika zile 365. Kama unafunga siku moja kwa mwaka, huzuni ije mara moja kwa mwaka. Kama unafunga siku 10, huzuni mara siku 10. Ni mfano huo. Hiyo ni hesabu ambayo mimi nimeona inaweza kutusaidia lakini sio kusema kwamba nimesoma sehemu moja kwa moja. Mstari wa 9 anasema hivi. Maana na aliandika kwa sababu hii pia ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Anasema pamoja na kuandikia ule waraka wa Korinto wa kwanza ulikuwa kidogo mkali hata wa pili. Wa pili ulikuwa kama anajaribu kidogo kuwahurumia na kuwarudisha lakini wa kwanza alikuwa mkali. Anasema mimi nitakuja kwenu na kiboko mniambie chagueni nije na kiboko? Anasema kwenye mlango wa 4 anasema chagueni nije na kiboko au nije na upendo. Anawaambia kwenye mstari wa 9 anasema kule kuandikia ule waraka mkali nilikuwa nataka kupima imani yenu. Nilikuwa nataka kupima kiwango chenu cha rekebishika. Mnaweza kumrekebishika kiasi gani? Ndicho anachosema. Tusome mstari wa 9 tena. Anasema maana na aliandika kwa sababu hii pia ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Nataka kujua mko tayari kugeuka na kuenda katika njia sahihi. Nikawapa waraka kidogo ambao ulikuwa umechangamka. Anasema mstari wa 10 anasema lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote nami nimemsamehe kwa maana mimi nami ikiwa nimemsamehe mtu neno lolote nimemsamehe kwa ajili yenu
mbele za Kristo. Anasema jamani, wewe msamaha tunaofanya sio kwa sababu tunastahili kusamehewa. Sikiliza vizuri. Nani anataka naomba wote tuelewane hapa. Imeandikwa tunapo watu wanatukosea, kweli unaumia. Tunalazimika kusamehe sio kwa sababu wale watu wanastahili kusamehewa au wametubu sana. Anasema tunafanya kwa ajili ya Kristo aliyetusamehe zaidi. Na ndio sababu Kristo akatoa mfano akasema mtu mmoja alikuwa anadaiwa dinari 500. Na huyo aliyedaiwa dinari 500 alikuwa na yeye na mdeni wake wa dinari 50. Yule wa 500 bwana wake akasema sasa deadline imeshafika, nilipe dinari zangu 500 au la uuzwe na mke wako na watoto wako wote mkao watumwa mkalipe deni. Yule jamaa akamlilia kwa akasema jamani tuko hivi na tunaomba akasema sawa nimekusamehe nenda. Jamaa akatoka alipotoka akakutana na anayemdai na yeye 50. Huyu kasamehewa 500. Dinari 500 nikusema ni zaidi ya dola 500. Ni hela nyingi sana. Dinari ilikuwa na thamani kubwa sana kwenye Biblia. Akamkuta wa 50 peke yake. Akasema mzee, tafuta mabaunza wakamfunga wakaanza kumtesa nini? Taarifa watu wakakasirika wakapeleka taarifa kwa yule aliyemsamehe tayari. Akasema mlete na ile deni limerudi tena. Si nimemsamehe? Akaendelea kudai tena Sasa naenda kumdai akamtupa gerezani. Wewe hii ndio injili ya Kristo. Kwa hiyo tunapowasamehe watu, hatusamehe kwa sababu wanastahili kusamehewa. Huyu alitakiwa kumsamehe mwenzake dinari 50 kwa sababu ya Kristo ambaye ndio Bwana wake aliyekuwa amemsamehe zaidi. Kwa sababu nimesamehewa mara 10 inanipasa angalau nisamehe mara 1. Sio kazi nyepesi kidogo, lakini imeandikwa. Lakini imetakiwa. Mstari wa 10 anasema lakini kama mstari wa 11 anasema shetani asije akapata kutushinda kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Kwenye King James amesema kuzijua his devices. Yes, devices. Akimaanisha mbinu au hila. Yeye katumia neno fikra. Okay, inaweza kumaanisha lakini ni kama hila. Anasema shetani yuko pembeni anaangalia huyu mume na huyu mke wake wanagombana kiasi gani. Akishafanikiwa tu kuona kwamba hawasameheani, anaenda anatafuta kabinti kapya anakadondosha katikati ya ndoa inavunjika. Anaenda anatafuta kijana kapya anakaweka katikati ya ndoa inakufa. Ndio maana ile neno. Anasema tusiposameheana tunampa shetani sehemu ya kushika vizuri. Amina. Ndicho alichosema. Ndicho alichosema. Wewe ameni neno la kufikirika kidogo la kusaidia kuondoka nalo. Shetani adui yoyote yule. Adui wa duniani anakuja kwa niaba ya shetani. Ni mwakilishi wake. Anatafuta sehemu ambapo anaweza akapanda uadui wake ukamea ukazaa mbegu zikazaa nyingine. Anatafuta ufa. Hivi wewe kuulize ukiona ukuta uko sealed vizuri, nyoka ataingia mle au atatafuta sehemu ambapo kuna tundu? Nyoka ni mwakilishi wa shetani. Anatafuta penye tundu ndipo atapenyea. Kama pako sealed pako vizuri atabaki huko nje. Wanasema tunapokuwa tunasamehe huyo mtu sio kwa sababu labda si mkosaji tena. Ni kwa sababu tu tunafanya kwa ajili ya Kristo aliyetusamehe, lakini vile vile ni kwa ajili ya kumnyima shetani sehemu ya kushika. Yaani anaelewa haya. Tuyaelewe haya. Tusogee mbele twende katika sehemu ya pili na ya mwisho. Tulikuwa tunaangalia habari ya watu tunapokoseana namna kusameheana. Sio rahisi. Kwenye ujumbe kuondoka nao kusamehe sio rahisi.
hasa kama yule tunayemsamehe ana tabia ya kujirudia rudia. Lakini ikabidi sasa Petro aje atafute ufafanuzi. Sasa mimi kuna mtu ananikosea. Yaani anakuja mara ya kwanza anikosea namsamehe. Alafu anaondoka anakuja mara ya pili mpaka inafika mara 7 bado niendelee kumsamehe kweli? Hizo anasema sijakwa. Mara 7 hizo unasema hizo ni ndogo. 7 mara 70. Zaidi sana. Nafikiri Kristo alikuwa anatuambia mfano aliotufanyia sisi. Hakuma huo Petro asingeweza kufika pale. Mimi na wewe hatuwezi kufika. 7 mara 70. Ni nyingi sana. Kwa tuko tunaangalia hiyo. Nimewaambia kusameheana sio rahisi lakini inawezekana. Hakuna kitu kisichowezekana. Mbele za Mungu kwa wanadamu haviwezekani lakini kwa Mungu vinawezekana. Na kwa sababu tunafanya kwa ajili ya Kristo basi vinawezekana. Hoja ya pili nasema manukato ya uzima na harufu ya mauti. Manukato ni harufu nzuri. Harufu mbaya ndiyo inaitwa harufu. Mauti kitu kilichokufa kinanukia. Hata ukikipiga perfume unafikia. Kinaendelea kunuka. Kwa hiyo tunaviangalia na hivi vyote wewe waambie hivi tu unasema vinaleta harufu tofauti tofauti. Mbele za Mungu. Tusome mstari wa 12. Nitatoa sababu kwa nini nitaeleza kwa vimeshikanaje. Na mambo tukao tunasema. Mstari ule wa 12 anasema kabla sienda huko injili ya Kristo. Haya mambo hata haya anasema ndio injili. Msamaha ni injili. Hakuna injili zaidi ya msamaha. Msamaha ni injili. Kwa hiyo hii habari tukasema za msamaha na nini ambayo ndio injili ya Kristo ina harufu mbili. Ina harufu ya uzima ambayo ni manukato, ina harufu ya mauti ambayo ni uvundo. Ni uvundo. Inazo zote. Injili ikipokelewa kunatokea uzima. Ikikataliwa kunatokea mauti, uvundo. So mstari wa 12 anasema hivi. Basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo. Jamani, naona huyu mtu alikuwa haendi kutalii. Alikuwa haendi picnic. Alikuwa haendi sijui nini vitu gani. Anasema nilikuwa nimeenda kwa ajili ya injili ya Kristo. Lakini ukipeleka injili ya Kristo unajua unaweza kutalii huko pia. Unaona mazingira mapya. Mtu akwambia kwamba toka hapa peleka injili kwa majirani zako hii mitaa ya pili. Anakuambia toka hapa peleka injili Marekani. Utakataa kupeleka injili Marekani? Utapeleka kwa sababu utakuwa unataka kutalii pia. Anasema nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo nikafunguliwa mlango katika Bwana. Wewe mwambie milango ya Bwana imefunguliwa. Sasa watu nasoma katika watu naimba wimbo 121 kwenye nyimbo za tenzi anasema hima ndogo to ingie lango halijafungwa likifungwa mara moja halitafunguliwa. Kristo anatufungulia lango. Lakini kuna wakati linafungwa. Anasema nilipofika Troa Bwana alikuwa amenifungulia lango. Kufungua lango ni nini? Ni kusikia, ni kufungua masikio yako kasikia injili. Ni kufungua kinywa chako kawasikizisha watu wengine injili kama hivi ninavyofanya. Haya malango aliyofunguliwa. Lakini kuna wakati anafungwa. Tutaona hoja zake kidogo. Mstari wa 13 atatueleza anachotaka kumaanisha hapa. Mstari wa 13 anasema sikuona raha nafsini mwangu kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Lazima nilifika Troa kijiografia ilikuwa ni mwishoni mwa Asia Asia ndogo bado Uturuki ya leo alafu alikuwa anavuka sehemu ya bahari anaenda Ulaya sehemu ya Ugiriki Makedonia Filipi nini kote huko. Anasema nilikaa kidogo nikaondoka kwa sababu sikumuona Tito.
Tito ndiye alikuja kumandikia milango mitatu kwenye nyaraka zile. Ukiwa mtenda kazi mwaminifu, ukiwa maana yake ni nini? Mshirika mwenzako. Usipomuona unahuzunika. Ngoja nikwambie, tunapokuwa tumekukosa hapa, hatuna furaha. Sio kwa sababu tunatafuta hela zako au tunatafuta kwamba labda umevaa vizuri au umekuja umepiga manukato mazuri, ni kwa sababu tunatafuta roho yako. Anasema nilikosa furaha kwa kutokumuona Tito. Nikuulize, ukimkosa mshirika mwenzio unakosa furaha? Tukiwakosa wenza wetu watoto. Leo hii mtu unaweza kukuta mtoto wa kwanza amemrusha boarding ya Kilimanjaro, mwingine kamrusha sijui boarding ya Songea, mwingine kamtupa Kigoma nini, yani hakuna shida, yeye anaendelea kufurahia maisha yake. Lakini neno la Mungu alisema hivyo. Mungu anasema furaha yetu ni pale tunapokuwa tuko pamoja. Anasema tazama ilivyo vyema na vizuri ndugu kukaa pamoja katika umoja. Hiyo ni neno katika Zaburi. Kwa tunaona Paulo ni mfano mzuri, na sisi ni mifano pia, lakini jifunze zaidi kwamba tunapokuwa tumekosa watenda kazi wenzetu, washirika, wateule wenzetu, waokolewa wenzetu, inatia huzuni kweli kabisa. Alafu sasa ukisikia imetia huzuni unasema kumbe mimi ndio kidume pale. Yaani nisipokuwepo wana haha. Wanahangaika kweli. Sio sababu hiyo. Sio sababu. Ni kwa sababu tu ya Kristo aliyo ndani yako. Mstari wa 14 anasema ila Mungu ashukuriwe anayetushangilia daima katika Kristo. Biblia ya King James hatumii kushangilia. Of course kushangilia ni pale penye ushindi. Lakini anasema anayetupa kushinda katika Kristo. Huzuni imekupata lakini unashinda. Uliokuwa unategemea kumkuta awe furaha yako mshirikiana labda ni Tito, unakuta hayupo, bado anakutia nguvu naendelea na kazi bila hata huyo mtu. Na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yake. Anasema tunapohubiri injili ya kumjua Kristo na kujulikana na Kristo, tunatoa harufu fulani. Sasa anasema kuna harufu mbili zinatoka. Wale wanaokolewa inatoka harufu ya manukato. Wale wanaokataa wokovu, sehemu nyingine anasema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili, mkawafundisha kuyashika yote nilio kwa kila kiumbe. Anasema mkawafundisha kuyashika yote nilio agiza, aniyoamuru. Anasema yeyote atakaye amini na kubatiza ataokolewa, na yeyote asiyeamini atahukumiwa. Kumetoka harufu mbili pale. Hawa wanaookolewa ni harufu ya hiyo, ni injili hiyo. Anasema baki hiyo ndio injili, ndio utume mkuu, Great Commission. Unapeleka injili, anayeokolewa kunazaliwa manukato. Anayekataa ile injili kunazaliwa nini? Hukumu. Anasema atakaye amini na kubatizwa ataokolewa, ataokoka, na yule asiamini atahukumiwa, atakufa. Hukumu ni kifo, tena ni mauti ya pili. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo kunazaliwa injili, inazaa harufu mbili. Leo hii watu wa injili za manabii wa uongo wanazaa harufu moja tu, watu wote mambo ni mazuri, ni furaha. Hapana, lazima kuwepo na kitu kinaitwa damnation. Damnation ni kule kuhukumu. Hukumu. Kwa sababu hata ukisema haipo, ipo. Niliwahi kusikia wanaosema wa Jumamosi sio wanaitwa hivyo. Wanaambia hakuna unajua issue ya jehanamu ya moto ni imaginary. Actually sio kweli. Ukweli halisi ni mtu tu kwenda katengwa na mtu Mungu akawa hamuoni. Kwani Mungu tusimuona leo hii kwa kusema kwamba tuko jehanamu?
Yesu anasema ni mara 100 kwenye Luka kwenye Marko 9:44 mpaka 46 anasema ni mara 100. Ni heri mtu anasema jicho lako likosesha ling'oe uingie chongo kuliko kutupa katika jehanamu ya moto ambayo funza wake hawafi na moto wake hauzimiki. Mtu anatupa humo lakini mtu anakuambia hakuna cha moto. Ni nani tu ni kutengwa tu na Kristo na watu mko peke yenu yani kama hamna mchungaji mnakosa tu amani hivyo hivyo. Hamna. Huo ni uongo. Lazima kuzaliwe harufu mbili. Harufu ya kupokea wokovu ambayo ni manukato na harufu ya uvuno ambayo inatokana na hukumu. Ndivyo ilivyo sivyo ilivyo. Nani anahisi kwamba hakuna mambo hayako hivyo? Yako clear. Hii injili ya kwenda unawachekea watu wote. Mungu anawapenda wote. Hata ambao hawaamini Yesu Mungu wote tu mnafika mbinguni. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Billy Graham. Billy Graham ni alikufa nafikiri kabla ya corona kidogo. Au alikufa mwanzoni mwa corona. Alikuwa mhubiri maarufu sana Marekani. Alikuwa mhubiri muda sina. Lakini alikuwa anahubiri anaambia watu wote wale hata wale wanaamini ng'ombe huko India. Ni kwa sababu tu wana Mungu fulani tutakutana tu kwa Mungu. Yesu sio lazima. Biblia inasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu anaweza kaja kwa baba yangu sipokuwa kwa mimi. Alafu huyo ng'ombe anakufikisha kwa baba yake. Hata baba ya ng'ombe ni dume. La ng'ombe tena linachinjwa. Tena kama kesho ndo linachinjwa kabisa. Yatachinjwa kweli kweli. Ndio. Kwa hiyo tunaona kwamba injili za uongo zinadanganya na they don't care. Na mtu akidanganywa anapata harufu ya nini? Harufu ile ya mauti. Harufu ya mauti. Mstari wa 10 na anasema mstari wa 10 anasema kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti na katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Anasema tuna harufu zote. Injili na harufu hizi mbili ya uzima na uvundo wa mauti. Mstari wa 10 na anasema naye ni nani atoshaye kwa mambo haya? Anasema ni nani ambaye nani anayeweza kama sio Kristo anayetuwezesha. Ndicho nataka kusema. Mstari wa 17 anasema kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu bali kama weupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu twanena katika Kristo. Anasema ndani ya injili kuna watu wanaogoshi. Kugoshi ni kugushi. Ni kuharibu. Ni lugha ya Kiingereza inasema to adulterate, kuchafua. Anasema sisi hatuko katika kuichafua injili ya Kristo bali ni katika weupe wa moyo. Wahuzunike ni weupe wa moyo. Wafurahie ni weupe wa moyo. Yote katika yote ni ili kusudi waweze kufanya nini? Kuokolewa. Basi tutakuwa tumeishia hapa. Tutakapokutana tutaendelea kwenye mlango wa 3. Neema ya Bwana ikawafunike, neema ya Kristo iwe pamoja nawe. Mungu tunakushukuru kwa kututendea rehema na kutufundisha kweli yako. Asante Kristo, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ninapokea yote. Amen.